emergency vinafungwa. Ukizungumzia habari ya digestive system, hata kama umetoka kula mezani tu, ndio hatari ikitokea, kwa mfumo huo unazuiwa, kwa sababu haupaswi kutumia energy, maana haivihusiani. Kwa hiyo wana shut down. Ukija kwenye mfumo wa immunity, pia wana shut down, kwa sababu wakati wao upaswi kutumia calories. Na mimi ndio nikajua kwa nini wakati wa uviko 19 the late Magufuli alikuwa anasimama sana kutuondoa kwenye hofu, kwa sababu hofu ikija immune system ina drop down, kwa sababu siku zote hofu ina shut down immune system. Kwa hiyo ikishakuwa shut down, maana yake ni rahisi kushambuliwa na kuuawa, na hiyo ni sayansi kabisa yenyewe. Kwa hiyo sasa mwili unapokuwa kule inakuwa na hofu. Kwa hiyo kwenye emergency situation inakuwepo na hali kama hiyo. Nini kinafanyika? Kwa nini watu wanakuwa na hofu, wanavunjika moyo? Maana yake watu wataishi katika udharura, na siku zote kwenye udharura hali huwa sio yenyewe, kwa sababu shida ya hofu moja ni hii: hofu huwa ina dethrone reasoning. Wakati mwili unapambana hivyo kwenye hicho kinachoonekana kinatishia, huwa unaweza ukaona kuna kusupport kwenye kufight katika maisha. Lakini nataka ujue hivi, during emergency reasoning huwa inakuwa dethroned by fear. Kwa hiyo reason inatoka kwenye kiti cha enzi, alafu fear ndio inakaa juu yake. Ndio maana mara nyingi makosa tunayoyafanya wakati wa hofu, ukikaa ukatulia ukagundua sikufikiri vizuri. Kwa hiyo ukiruhusu hofu inapindua akili, kwa sababu akili ndio ina weigh things, kwamba should I go, should I continue, should I hold, should I release, nifanyeje? Kwa sababu yale maamuzi yanakuwa shut down, kwa sababu reasoning imeondolewa. Hofu inapokaa, maamuzi yote yanayofanyika kwa hofu siku zote huwa sio salama, kwa sababu hofu huwa haina mambo yanayopima na kuweigh things na kuleta mambo ambayo ni mazuri kwa wakati ule. Ndio maana ama umekuwa prepared before. Kama hujawa prepared before, huwezi kabisa maintain reasoning. Badala yake utafanya vitu kwa emergency, na utafanya vitu kwa sababu ya vinaongozwa na fear. Kwa hiyo siku zote fear huwa ni adui wa reasoning. Kwa hiyo ndio maana mtu anasema ningelifanyaje, hali ilikuwa namna ile, maana yake nilikuwa kwenye emergency. Na kama yuko kwenye emergency, maana yake akili niliweka pembeni, hofu ikachukua steering. Hiyo ndio siku zote inachofanyika. Kwa hiyo Yesu anaeleza watu watavunjika mioyo wakifanya nini? Wakiwa na hofu, na wakiwa na hofu juu ya maisha yao ya kesho. Yaani mtu anaona kabisa hali inakuwa ngumu, maisha yanakuwa namna hii. Tunaishi kipindi ambacho hali ndivyo hivyo ilivyo. Na nini kina create? Natural calamities, social upheavals, ambayo ni mambo yanayobadilika kwenye ulimwengu tunaoishi. Political instability. Kwa hiyo hapo kuna mambo ya kisiasa, hapo kuna mambo ya matukio ya asili, majanga ya asili, hapo kuna change of behavior. Nazungumzia habari ya wanadamu, kwa sababu habari ya kujali ustawi na afya ya mwanadamu na kujali thamani ya mwanadamu vinazidi kuharibika. Haya yanapokuwepo, environment inakuwa not friendly. Kwa hiyo inapokuwa not friendly, no one is secure. Inapokuja swala la usalama, kwamba ni kwa upande wa mahitaji, kwamba ni upande wa mahusiano, kwamba ni upande wa kiafya, yanapokuruhusiwa hayo, moja kwa moja akili inapimwa, inakuwa kwenye mzani. Kwa hiyo ndio maana kabla hatujafikia hiyo, kuna jambo la kufanya ambayo anaeleza. Na anaeleza kabisa ya kwamba msitishwe na hayo, msiletwe hofu na hayo, hayana budi kutukia. Kwa hiyo anachotueleza ni kwamba lazima yatokee. Tutaishi katikati ya jamii, katikati ya nchi, katikati ya mataifa, ama katika mabara ambayo hali itakuwa hivyo. Na hii sio tu kwa mtumwa, bali mpaka kwa mtawala. Sio tu kwa aliye nacho, bali hata asiyekuwa nacho. Kwa sababu kila mtu ataguswa, kwa sababu watu wataishi katika udharura. Na madhara ya udharura, hofu itaingia. Hofu ikiingia, reasoning inashughulikiwa, uwezo wa kufikiri unashughulikiwa. Na ukishafikiriwa hapo, tafsiri yake ni nini?
hapa kuna issue ya faith. Sasa ndipo Yesu akasema, myaonapo hayo, maana yake yatakuja na mtayaona. Na sio mnayaona yale kule yametokea Edom. You will be touched. Tunachokieleza, mtayaona, mtaguswa nayo. Nini anachotueleza hapa Kristo? Anatueleza hivi, God has not given us a life free from suffering. Don't dare to think about it, kwamba I will be living a life free from suffering. Mungu hajawahi kutuahidi ya kwamba ukiwa na Yesu mahusiano yakawa mazuri, wewe hutapata dhiki za dunia hii, hautakutana nazo. Isalaya. Sikiliza ndugu zangu wapendwa, usije ukajitumainisha hilo, kwa sababu you are part of these people. Lazima utakutana nayo tu. Kama ni ugonjwa utaugua. Kama ni habari ya kufanywa mabaya utafanywa mabaya. Unamwangalia refa, alafu refa anasema ruhusu mpira uendelee, hii ni Dar es Salaam. Usipoteze muda. Wewe kuona wachezaji wanaomba rehema ya refa. Kwa sababu unataka kupiga mpira alafu anakanyaga. Unamwambia refa tafadhali, alafu refa anasema huyu refa huyu. Una wakati Kristo hapa refa, hapa Yesu anasema sikiliza. Yaani hizo rafu ni Dar es Salaam. Myaonapo hayo, maana yake yameruhusiwa yatokee. Yesu hajatupatia maisha yasiyo na changamoto. Ndio maana wao nikisikia watu wanasema kwenye dunia ukiwa na Yesu mambo yatakuwa shwari. Ni uongo. Nawaambieni ni uongo. Wanadanganya, kwa sababu isipokuwa haya tunayosoma hapa sio kwenye Biblia. Yameruhusiwa kutokea. Lakini yanapotokea maana yake experience. Tutayapitia. Nyumbani, popote tutakapokaa, tutayapitia. Kwenye jamii tunayoishi, yanaweza yasiwe yote kwa pamoja tukapitia, lakini tutapitia sehemu, kwa sababu hii ni cosmic reasons or problems ambazo zinatokea. It's a global issue. Kwa hiyo sio kwamba sisi tutakuwa as like an island, kwamba sisi ni kisiwa fulani, kwa hiyo hapana, tutapitia. Kile kilichotokea mwaka jana Tanzania hapa kwenye uchaguzi, ambacho ilikuwa kama ni ndoto, kimefanya kufikiri kwa Watanzania kuwe tofauti. Kwa sababu zamani tunaimba sisi ni kisiwa cha amani. Ni kisiwa cha amani. Mwisho tumegundua sio hivyo tunavyofikiri. We either deal the things perpendicularly or we continue to experience the same. Kwa sababu ulimwengu haubaki tu upande wa magharibi ama upande ule. Kwa sababu ulimwengu unapitia, unazunguka na yanayohusiana ndani yake. Na kwa sababu hiyo lazima tupitie. Kwa hiyo wanapitia raia, wanapitia watawala, wanapitia wanasiasa na wasio wanasiasa. Wawe ni wasomi ama sio wasomi. Imradi tuko kwenye ulimwengu, lazima tupitie. Hayana budi kutukia. Na yale yanayokuja yanavunja mioyo, yanawapatia watu hofu. Na Yesu akasema kwenu ninyi msitishwe. Hii ndio tofauti. Ndio maana mikutano hii iko hapa. Why? Kwa nini tusitishwe? Wakati tutaugua, tutapitia hali mbaya ya kisiasa, tutapitia upande wa kijamii ambao tabia zimeharibika. Why? Kwa nini tusitishwe sisi? Biblia imeeleza hivi, kwa maana ukombozi wenu umekaribia. Kwa hiyo ukiona anafanyika sema hey, he is coming. Not just is coming, he's on the way. Kwa nini unachangamka? Sichangamke kwa sababu najisifia COVID. Sijisifii habari ya ugonjwa wa kupumua ama yoyote ule. Sijisifii tabia za watu kuwa mbaya, wala habari ya vita watu kuuawa. Ila najua kitu kimoja, Yesu yuko mlangoni. Kwa hiyo the only reason to make us be happy and energetic is because Jesus is coming. Kama hizo zisipotokea, Yesu haji.
Ndio maana nakueleza myaonapo hayo changamkeni. Kiswahili imetumia neno changamkeni, lakini ile neno lililotumika pale inaitwa anakupto. It's a Greek word. Ina maneno mawili, ano na kupto. Ano ni preposition yenye maana up ama upward. Kwa sababu New Testament iko kwenye Greek language. Ambayo sio tu Greek, maana hiyo wanazungumza kule Greece, kwa wale wanazungumzia modern Greek. Lakini iliyoandikwa hapa inaitwa Koine Greek, ambayo hata wale wanaozungumza kuna baadhi ya wanashindwa kuisoma hiyo kujua inamaanisha nini. Kwa hiyo Koine Greek ni anokupto. Ano maana yake up ama upward. Lakini kupto ni unbent. Ina maana ulikuwa umeinama. Hivi, sikia neno kupto inamaanisha. Maana yake straight yourself. Straighten yourself. Kwa hiyo ulikuwa umepinda, nyoka. Ndio neno lenyewe linachomaanisha. Maana yake nyoka. Lakini nyoka kuelekea juu. Ano. Up ama upward. Sio tu na nyoka kwa kuwa umelala horizontal. Anasema maana yake nyoka kwa kuelekea wapi? Na aishi tu hapo. Yesu anamalizia, inua kichwa chako wapi? Raise. Epiairo. Epiairo ambayo maneno mawili, epi upon, alafu raise, raise. Maana yake una raise nini? Kichwa. Sasa maana yake ni kama ulikuwa hivi, alafu ano maana yake up ama upward. Lakini wakati huo una strengthen, unanyoka kabisa. Lakini wakati huo kichwa unakiinua juu, maana yake look up. Ndio anaeleza. To look up means have faith. Why? Jesus is in control. Mungu yuko kazini na anadhibiti. For us, we are not able to control, to master the environment. Those are beyond our mastery. Uwezi ukayadhibiti yale ambayo yatatokea, uwezi. But your God is able to do what? To control who? To master who? Kwa sababu Mungu anaposema Mungu yuko in control, sio kwamba azuie njaa, azuie magonjwa, azuie vita, azuie hiki na kile. No. Maana yake he is in control, maana yake have faith in him. He is able to sustain your faith to go through that. With the same hope, Jesus is coming. Ndicho maana yake. Kwa hiyo unatabasamu si kwa sababu Mungu ataclear the environment, lakini kwa maana ya kwamba he is coming, God is concerned, he is operative, and is always with me. Yuko kazini na anafanya nini? Yuko kazini. Kwa sababu haya mazingira yote yanayofanya kazi hayo yameruhusiwa, lakini inamaanisha ya kwamba Mungu hayuko kazini. When you look up, when you strengthen yourself, you build God's work. You hear your words. You share the good news. Jesus is coming. Na si wokovu unaomaanisha tu kwamba tumeokolewa. Hazungumzii wokovu kwa neema wakati huu. Anazungumzia wokovu ambayo ni ultimate salvation of all believers. Anazungumzia anapokuja yeye. Hiyo ndio inaitwa the consummation Christian hope. Tumaini ambalo ni kilele cha juu kabisa when Jesus comes again. Kwa hiyo maana akija kila kitu kitasimama. Ndio maana pa kusema good news. Kumbuka anaelezea hili jambo akieleza changamkeni. Kwa hiyo kuchangamuka sio mtu anafanya namna hii. Maana yake anazungumzia faithful endurance and perseverance. Unawezaje kupersevere when the wind is contrary? When the environment is against. Wakati ulimwengu uko kinyume. Wakati mazingira yanapambana na wewe. Unawezaje kusonga mbele? When you see kwamba nitakwenda, what is going? Yacha tu kwanza hiyo, what is going forward. Lakini anachokieleza hapa anazungumzia swala la imani. Unasubiri unasubiri kwa kunyanyuka juu. Maana yake uko connected na mbingu, ndipo tu unaweza kusogea. Kwa hiyo ile neno kuchangamka sio mtu unamuona amechangamka hivi anavyofikiri, lakini inamaanisha kwamba ni muda wa kuinuka
kwenda kuelekea juu, wa kunyooka, ambacho maana yake ni kuwa mwaminifu na kutazamia Yesu iwaja tena. Hiki ndicho